E Bwana, sifa heshima ni za kwako Mungu. Tunaomba jidhihirishe katikati ya neno lako ndani ya mioyo ya watu hawa e Bwana, ili wapate kulipokea neno lako na lipate kuwavusha sawasawa na ulivyokusudia katika majira. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Basi kiwa leo ni siku ya Jumanne, tupo tena kwa upendo wa Kristo. Mungu katurudisha tena, na kwa wale ambao wanijui, kwa majina naitwa Basili Mavika, natokea huduma ya uinjilishaji. Tumsifu Yesu Kristo. Na somo letu tunalotembea nalo ambalo linasema imarisha imani yako katika neno la Mungu na kumjua Mungu. Imarisha imani yako katika neno la Mungu na kumjua Mungu. Na tunasimamia kutoka kwenye Injili ya Yohana sura ya 8 aya 31 hadi aya 37, na kwenye Ayubu, kitabu cha Ayubu sura ya 22 aya 21 hadi ya 22. Tumsifu Yesu Kristo. Huo ndo msingi wa hili somo toka siku tulivyoanza na mpaka sasa. Kwa hiyo tunataka tena tusome na kusoma, na ukiona neno linarudia mara 2 mara 3, angalia mara 2 mara 2, ndani yake kuna kuwa na msisitizo wa hicho kitu Mungu anachokitaka. Kwa hiyo ukikuta somo linakuja na kichwa ni kile kile na maandiko ni yale yale, tumsifu Yesu Kristo. Tutasoma hiyo Yohana sura ya 8 aya 31 hadi 37. Maandiko yanasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa tumeangalia vipengele kadha wa kadha, na tumeangalia ndani kidogo kwenye hili neno, na tuliona kwamba Yesu aliwatenga hao Wayahudi, akawa anawaambia kitu cha ziada ambacho watu wengine hawakupata. Lakini unaona bado tu walikuwa na misimamo yao ambayo ilikizana na mitazamo ya Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa anawaambia, nyinyi mkijua kweli, hiyo kweli itawaweka huru. Yesu alivyoleta hii mada, wakasema sisi hatujawa watumwa wakati wowote. Tumsifu Yesu Kristo. Na unaona namna walivyojitetea, walivyoongea na misimamo yao, wakabaki vile vile. Na Yesu akawaambia kwenye mstari wa 37, akawaambia, najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu. Baada ya kujitetea kwamba sisi tumetoka kwenye uzao wa Ibrahimu, unatuitaje sisi ni watumwa? Alafu anaendelea
anasema hivi, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Yesu angeongea masaa yote, masaa 12, wale watu wasingebadilika kirahisi kama mnavyofikiri. Kama ndani ya mioyo yao hakukuwa na chembe ya neno la Mungu, wasingesaidika kwa kile kiwango Yesu alichokuwa anataka wasaidike. Na tukaangalia ile Ayubu sura ya 22, Ayubu sura ya 22 ambayo mstari wa 21 na wa 22 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo naona mstari wa kwanza anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, na tukasema kwamba matokeo ya mafanikio ni kuwa na amani. Maandiko haya yanasema hakuna amani kwa wabaya. Kwa hiyo kama mtu ana neno, ina maana ana Mungu na anamjua Mungu na anatembea katika neno. Kwa hiyo amani ndani yake itakuwepo, na kama amani itakuwepo, kitakachofuata ni mafanikio. Kwa hiyo mafanikio hayaji kabla ya amani. Amani ndio inakuja kwanza, ndio inaamua aina ya mafanikio. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona Yesu anawaambia Wayahudi, anaweka msisitizo mkubwa kwamba ninyi mkikaa katika neno langu, ni kama hivi leo tulivyo, hivyo hivyo. Tunaweza tukawaangalia wale Wayahudi kwa sura fulani, na wao walikuwa wanamuona Yesu kama mnavyoniona mimi, lakini bado walikwama. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nataka tuingie ndani kidogo, kwa sababu huyu mtu anayeambiwa akae ndani ya neno ana vitu vitatu. Ndani ya mwanadamu kuna vitu vitatu. Ili mwanadamu akamilike kuna vitu vitatu. Fungua kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 7, Wakorintho wa pili sura ya 7 ule mstari wa kwanza nitasoma. Anasema hivi, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine hawajasikia. Anasema hivi, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Kwa unaona vimetajwa vitu vitatu. Kuna roho, kuna nafsi, kuna mwili, viko ndani ya mtu, na hivi vyote vinatenda kazi ndani ya mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ukiangalia kwenye uumbaji wa Mungu, wakati anamuumba mwanadamu, ilianza kuumbwa kwanza roho. Ndivyo maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na wa 27. Ilianza kuumbwa kwanza roho. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, ukaja ukaumbwa mwili. Ukisoma mstari huo B, unakuta nafsi na yenyewe ndio ikaumbwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinategemeana kufanya kazi, na kazi mojawapo ya roho, kazi ya roho ni kufanya vitu kwa imani, kwenda kwa imani. Lakini kazi mojawapo ya nafsi namna ilivyoumbwa inaenda kwa kuelewa. Kwa hiyo kama
saa hizi unasema nataka niende Mbezi. Nafsi inataka ielewe unapitaje, unatumia usafiri upi, una shilingi ngapi, ukifika kule inataka kuelewa. Lakini kazi ya mwili yenyewe inataka kuona, inatumia kuona kwanza, na inatumia hisia. Sasa hivyo ndio vitu viko ndani ya mwanadamu. Na wale ambao tulikuwa nao siku ya kwanza tulisoma kile kitabu cha Maombolezo sura ya 3. Maombolezo sura ya 3 ule mstari wa 24, japo tulisoma mstari wa 22 hadi wa 27, lakini leo tuangalie ule mstari wa 24 ili upate kuunganisha kitu kilichopo. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 24 anasema hivi: Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu. Kwa hiyo nitamtumaini yeye. Nilichokuwa natafuta, anasema nilichokuwa natafuta, husema nafsi yangu. Hapa uone roho ya mtu ikisema, kwa sababu kazi ya nafsi yenyewe imeweka kutafsiri kinachotoka mwilini kwenda rohoni, au kinachotoka rohoni kwenda mwilini, kazi mojawapo ya nafsi. Kwa hiyo ikifeli nafsi, huyu mtu utaona hana mwelekeo kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Na ili huyu mtu afanikiwe kiroho, afanikiwe kimaisha, vyote double, lazima nafsi yake iwe hai, na nafsi iwe upande wa roho na mwili uwe upande wa roho. Hapo ndo utakuta huyu mtu ana mabadiliko ya rohoni na mwilini. Tumsifu Yesu Kristo. Kama nafsi itakubali, kama huyu ndugu mwandishi alivyosema, Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu. Haisemi roho au husemi mwili, kinachosema ni nafsi, kwa sababu kinachotesa watu wengi ni nafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wale Wayahudi, wakati Yesu anawaambia kwamba ninyi mkikaa ndani ya neno langu mtakuwa huru, kilichokuwa kinawasumbua kitu gani? Nafsi nawaambia nyinyi si watumwa. Saa nyingine labda kwenye mazingira hayo Yesu anapowaambia, walikuwa na utoshelevu, walikuwa na fedha, walikuwa waone kama wako kifungoni, walikuwa kama wana amani, lakini amani ya dunia sio ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nitaka niweke huo utangulizi ili uone kazi ya nafsi. Kazi ya nafsi ni kuleta mahusiano kati ya roho na mwili, ni kutafsiri. Kwa hiyo nafsi ikikubali kuwa upande wa roho, kwa sababu Mungu yeye kawekeza kwa mwanadamu kwenye roho, hajawekeza kwenye mwili. Kwa hiyo kama nafsi itakubali kukaa upande wa roho na mwili ukikaa upande wa roho, lile kusudi ambalo Mungu amekusudia ndani ya mwanadamu litaenda sawasawa na mapenzi Mungu aliyoyakusudia. Lakini hivi viwili vikigoma, vitaleta usumbufu ndani ya mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo naposema imarisha imani yako katika neno la Mungu na kumjua Mungu, si tu kuwa na neno, ni kumjua Mungu. Si tu kusoma maandiko, ni kuyaweka ndani ya moyo wako. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana kuna kipengele hapa kinasema hivi: unaweza ukawa na Roho Mtakatifu na usiongozwe na Roho Mtakatifu. Wote hapa tuliookoka tuna Roho Mtakatifu, lakini kwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu tumetofautiana. Kwa hiyo unaweza ukawa na Roho Mtakatifu kabisa, lakini asipate nafasi ya kukuongoza wewe, au
akataka kukuongoza afu ukakosa usikivu, usitie sauti yako, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu hauwezi akakuongoza kama ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako hakuna neno la Mungu. Hawezi akakuongoza kama moyoni mwako haliko neno. Unaweza kuwa na Roho Mtakatifu kama huna neno, umemnyima nafasi kabisa, kwa sababu kuna vitu ataachilia ndani ya moyo wako ili wewe vitafsiri kwa neno, na yeye ataachilia na neno ili usipate shida. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3, maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3, Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Kabla hujasoma huu mstari wa 3, ukisoma mstari wa kwanza na mstari wa pili, huu mstari wa pili anasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa lazima tujiulize, kimetokea kitu gani? Roho wa Mungu yuko hapo, lakini giza liko hapo. Roho wa Mungu yuko hapo, lakini ukiwa uko hapo. Roho wa Mungu yuko hapo, lakini hakuna utoshelevu. Lakini Roho Mtakatifu yupo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kilichokuwa kinatokea kitu gani? Na maandiko yanasema alipo Roho wa Mungu ndipo pana uhuru. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwepo, lakini hakukuwa na matokeo ya uwepo wa Mungu au ya udhihirisho wa Mungu. Hakukuwepo, kwa sababu kama Roho wa Mungu yupo, udhihirisho wa Mungu utaona tu, lakini haukuonekanika. Unaliona giza liko hapa limetanda, na Roho Mtakatifu yuko hapo. Maandiko yanasema akawa ametulia. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Akawa ametulia. Sasa mstari wa tatu, Mungu alipofika aliona hilo giza kweli lipo, na akaona huo utupu na huo ukiwa upo, lakini cheki alichokitamka, akasema na iwe nuru. Ndio nakuta sasa nuru inatokea, kwa sababu mstari wa 4 ndio inatuambia Mungu. Mstari wa 4 anasema Mungu akaiona nuru. Baada ya kusema na iwe nuru, Mungu akaiona ile nuru. Kwa nini ameiona? Na mwanzoni haikuwepo, na Roho Mtakatifu alikuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Roho Mtakatifu alikuwepo, giza lilikuwepo, utupu ulikuwepo, ukiwa ulikuwepo, lakini Mungu alipofika hakukemea lile giza. Huoni akikemea, huoni akifanya maombi ya vita pale. Anasema na iwe nuru, nuru ikatokea. Na Roho Mtakatifu yeye ili atende hiyo kazi anategemea neno litakaloachiliwa kwenye hilo eneo, kwenye hayo mazingira. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe hujawahi ona mtu ana miaka 10 kwenye wokovu, miaka 20, lakini ukicheki matokeo ya maisha na namna alivyo, unaona haendani kabisa. Lakini nakwambia charismatic na miaka 20, saa nyingine unabaki unamuuliza Mungu kwamba sasa inakuwaje? Mtu anakuambia na miaka 20 yuko kwenye wokovu na anamtumikia Mungu, sio kwamba mtumiki. Lakini kuna watu wanawahudumia, wanapokea, lakini ukienda kwenye maisha yake hilo neno linalowaponya watu kwake linagoma. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sijui kama wewe unajiulizaga maswali mengi kama kwangu. Mimi najiulizaga maswali mengi sana. Tumsifu Yesu Kristo. Hata ninaposoma maandiko najua hiki
hakiko sawa. Japo mtu anaweza akasimama kaongea na kuongea akaongea, lakini kasome maandiko. Biblia inasema hivi, ninyi ni barua inayosomeka na watu. Kwa hiyo kabla mimi sijaongea, mtu anaanza kasoma jinsi nilivyo, akanisoma kabisa uhalisia wangu. Naweza nikajitetea namna ninavyoweza kujitetea, lakini mtu akanisoma. Tumsifu Yesu Kristo. Kisoma ile Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Yohana sura ya 14 mstari wa 26 anasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, wakati nasoma huu mstari kipindi cha nyuma ulinisumbua sana, na ikabidi niombe msaada wa Mungu nione anavyosema, lakini huyo msaidizi. Yaani hili neno msaidizi nikaona kama limepunguza kitu. Roho Mtakatifu anakuwaje msaidizi? Huyo Roho nilisumbua sana kwangu mpaka kuja kuelewa, ndio nikaja kuelewa kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuongoza, ni kutuonyesha mambo yaliyoko mbele na kutuandaa kwamba msimu unaoenda uko hivi, jiandae hivi. Ila hiyo nafasi ya kumsikia Roho Mtakatifu, hicho ni kitu kingine. Tumsifu Yesu Kristo. 2023 nakumbuka ndio ilikuwa mara ya kwanza IPG kutoka kwenda ilikuwa Ikwiriri. Ilikuwa ni Ikwiriri. Alafu wakati huo nimekaa muda mrefu sina kazi. Alafu kuna mtu akaninunulia bajaji. Miezi hiyo ambayo wameshatangaza kwamba tunaweza kwenda huduma Ikwiriri. Kwa hiyo nimeenda. Lakini yule mtu aliyenipa ile kazi akanambia hivi kwamba wakikuchagua na wewe uende, usikubali. Unajua wanaoenda wana vitu, wana maduka, wana hela. Kwa hiyo wakienda huko familia zao hazina shida. Tumsifu Yesu Kristo. Nina kazi yake hata mwezi haujaisha. Alafu ndani ya moyo wangu ndio kuna chemka. Baadaye nikakutana na kiongozi mmoja akasema, "Lo, katika watu tuliowachagua na wewe umo kwenye hiyo safari. Wewe ungejibu nini?" Huyu mwenye bajaji anataka nikae kwenye bajaji yake, na huku wanataka niende kutumika. Kwa hiyo ife kazi nikatumika. Na nikiacha kazi kweli sikuti, kwa sababu yule mtu anataka hesabu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo nilichoingia nikafunga. Nikamwambia Mungu, usiponisaidia nitakwama. Kama huyo anataka hiki na huko anataka niende hivi, unanisaidiaje? Nikafunga na kufunga na nikaomba. Na nakumbuka nilikuwa niko polini nje ya Dar es Salaam, ikabidi nifunge safari kabisa. Nikaomba na kwa usiku mzima niko polini. Sisikii Mungu akisema, sisikii akinikataza, sisikii akiniruhusu.
asubuhi kulivyokucha nikaondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati niko njiani, niko kwenye gari, niko njiani, nikasikia neno ndani ya moyo wangu, wao watataja magari yao na farasi zao, sisi tutalitaja jina la Bwana. Nikachukua kalamu chap nikaandika lile neno, nikaandika mara moja. Nikaandika, nikaendelea kulitafakari. Ile sauti karudi tena, wao watataja magari yao na farasi zao, bali sisi tutalitaja jina la Bwana. Nikatafuta mahali sasa niende kulipekua hilo neno kwenye maandiko, nikalikuta. Nilivyolikuta, ndani ya moyo wangu kukajawa na moyo wa shukrani, na maana kibali kimetoka kwamba nenda kafanye kazi yao, achana na hiyo kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa na neno lenyewe naanza likaja, kama una imani unaweza ukalipangua kabisa, kwa sababu saa hiyo nimeshinda muda mrefu sina kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema imarisha imani yako katika neno la Mungu na kumjua Mungu. Usishie tu kulijua neno, lazima mjue mwenye neno ili usikwame. Wanadamu wana ushauri, na Mungu anaweza kukuinulia wanadamu akakushauri, lakini huo ushauri lazima upime. Shida watu wengi hawana discipline ya kupima kile wanachoambiwa, kwa sababu maandiko yanasema zipimeni hizo roho. Kwa hiyo kitakacho kusaidia kupima hizo roho ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo litakalo kusaidia kwamba hiyo ni nuru, hiyo ni giza. Hauna haja kushindana na mtu, hauna haja kupambana na mtu. Ukishakuwa na neno, kuna utajiri mkubwa ndani ya neno. Isipokuwa hatuelewe. Na leo kuna kitu tutaenda kuomba na Mungu atapita ndani ya watu, atafanya kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Inakuaje Mungu anakuambia, anakuthibitishia kabisa, hii safari nimepanga mimi. Alafu natazama kulia, natazama kushoto, hauna hata sendi moja. Kama ungekuepo ile safari niliyokuwa naenda Moshi, sina hela, sina chochote, na safari imeanza, sina shilingi, na kule watu wameandaa sherehe, sina chochote, na mke anajua nimepata bwana mwenye hela. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati huo ananiangalia, anajua huyu ana hela, anatamia. Tumsifu Yesu Kristo. Safari inaenda. Basi zima wamelala. Sasa tulisafiri usiku. Basi zima wamelala. Peke yangu na dereva la. Ndio nabaki na shangaa. Mungu ndio tunafanyaje? Yaani huku ndani kuomba na shindwa, kwa sababu kali ninavyoenda ndivyo ninavyoikaribia hilo eneo. Tumefika hotelini, babangu mkubwa ananiambia, "Halo, nina njaa. Sina hela." Kwa nikazuka kwenda kuuliza chakula bei gani, ananiambia 8,000. Sina hela. Kwa nikamwambia babangu mkubwa, "Bwana, utakula mbele, hapa ni gharama." Unaweza kuwa unacheka size, lakini Mungu angekuwa anakuonyesha picha wakati huo ndo unasafiri. Mimi sijui ingekuwa kule watu mimi, alafu nikajua ni kitu cha kawaida, lakini kilichokuwa kinanipa nguvu ndani ya moyo wangu kulikuwa na neno lililobeba maelekezo kwamba songa mbele, uko pamoja nami. Mimi siwezi kukuacha, mimi siwezi nikakuaibisha. Mimi siwezi, japo unaona hauna hela, hauna kitu. Kuna watu nimewaandaa kwa ajili ya wewe. Saizi unaenda umenuna, utarudi unacheka. Ile neno nikalisikia na kulisikia, nikaliweka kwenye matendo. Shida ya watu wengi wanataka kuweka imani wakiwa na vitu. Akiwa na hela anaweka imani, ikikwama imani anaingiza hela yake. Tumsifu Yesu Kristo.
Neno linakusaidia. Asija kukutania mtu. Iwe una hali mbaya, hali nzuri, neno litakusaidia. Maandiko yanasema neno limethibitishwa mara 7. Kwa hiyo kama Mungu amekutumia neno, uwe na uhakika litakuvusha. Amina. Litakuvusha tu. Mungu ni mwaminifu. Mungu anasema nimekuchagua, nimekuchagua. Hilo neno anasema nimekuchagua, nimekuchagua. Mavika, nimekuchagua, usiogope. Nenda tu unakoenda. Na ndio maana nikataka kuambia kwamba kazi ya Roho haiendi kwa kuona, haiendi kwa kuona kwanza fedha. Inaenda hata kama haijaona. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi nilikuwa na uhakika Mungu alikuwa anatengeneza kitu kwenye familia yangu na kwa watu mbalimbali. Kwa sababu najua tu babangu mkubwa, wakati sasa tumefika kule, tumefika ile alfajiri saa 11, akaniuliza nipe hela hapa inatakiwa kiasi fulani, nipe na barua nilio, maana aliniandikia barua. Mimi barua nikaacha. Nabeba barua nini? Nikaacha barua. Mimi nikamwambia hapa nilipo sina hela. Sina hata senti. Hata 200. Babangu mkubwa alikuwa amechoka, asema nataka nilale. Usingizi ulikatika. Saa hiyo usingizi ukakata. Alafu nikisikia huko, nasikia miziki, michezo, namuuliza yule mlengwa sasa, mke wangu mtarajiwa. Namwambia mbona kuna kelele? Hizo kelele za nini? Akasema ndo wameweka sherehe. Nikaingia chooni. Nataka kuomba, siwezi kuomba. Manaka walitupa kama nyumba zima. Nikaingia sebuleni, nataka kutamka kitu, siwezi kutamka. Babangu mkubwa nikimtazama amejawa na hasira. Hataki hata kunitazama. Sasa cheki Mungu alivyokuwa ajabu. Ikapigwa simu kwake, nasikia inaita. Nasikia halo? Jomba. Mimi fulani, nasikia mko Rombo. Akasema okay. Basi nawatumia hapo ili wasaidie, nawatumia hela. Zikaanza kuingia hela kwake, zinaingia kwangu. Zinaingia kwake. Kwangu ilianza 500, kwake ikaanza 200. 500 ilianza kwanza 500. Zikaanza kuingia. Sasa kuna wengine nasema, si useme tu zote. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiwa ndani ya Yesu huwezi kuwa mnyonge kirahisi. Haujajua thamani ambayo Mungu ametupa tukiwa hapa duniani. Akiwa mbinguni huko anatamba mbele ya malaika zake. Kabisa. Kama hujasoma habari za Ayubu, kasome. Na ndio maana wengi wanapopita kwenye changamoto, kwenye matatizo, wanakosa uhuru. Inakuwa ni rahisi sana kusomeka kwa watu kwamba huyu ndugu anapita kwenye mapito makali sana. Na saa nyingine unakuta kitu cha kawaida sana. Lakini kwa sababu hana neno na kinachomtesa ni nafsi, inampa shida. Lakini ukimwamini huyu Yesu tunayemhubiri, tunayemtangaza, kwa Yesu raha. Mimi sijajua kama wewe umeiona raha, lakini mimi nimeiona, na ndio maana nimetulia hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa lazima ujenge mahusiano yako kati yako na Mungu wako. Pasipo kutegemea mahusiano ya kikundi ndio ya kuimarisha wewe. Pasipo kusubiri kwamba kitu fulani ndio kikusaidia. Wewe peke yako na Mungu wako. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati tuko Ikwiriri dakika za mwisho, wote mnakumbuka aliyokuepo kule alisimama Sanga katoa aina moja ya ushuhuda. Na ule ushuhuda ikawa ni alama kwangu. Ikawa ni kivuko kwenye ule ushuhuda aliotoa Sanga akasema hivi. Alikuwa mahali fulani, akaona masaa yanaenda na anataka arudi Dar es Salaam. Kwa njia ya basi, anajua nimechelewa. Kumbe hao watu
wanamwandalia tiketi ya ndege bila yeye kuelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wakati anatoa ushuhuda Sanga, nikawa namwangalia mara mbili, alipanda ndege. Jamani, jinsi mlikuwepo, anasema ile tiketi bado naongea tu kwa nao mpaka leo. Alisema alihifadhi. Nikaanza kumwangalia Sanga kwa namna nyingine kwamba wewe Yesu fundi kabisa. Yaani mpaka Sanga kapanda ndege. Sasa watu hawezi kutembea na ushuhuda wa mtu uwasaidie wao. Kwa ule ilikuwa ni msaada kwangu kwenye hicho kipindi, kwenye hilo pito. Kwani kienda kwenye maombi au nikienda mahali popote na muomba Mungu, natanguliza kwanza huo ushuhuda. Naambia najua huwezi kuniangusha. Kama ukumwangusha Sanga. Haleluya. Yesu anatenda. Muangalie Sanga vizuri, iangalie na hiyo ndege aliyopanda. Yesu ni Yesu. Akitaka kukupa favor na kupa tu. Haandiki barua kwamba jiandae. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka. Nataka tumalizie kipengele tuingie kwenye maombi. Kuna kitu ambacho tunaunganisha hapa. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 32 aya ya kwanza hadi ya 10, aya 21 hadi ya 29, utakuta habari za Musa. Kama hujasoma hiyo sura, nenda kasome. Kama kuna viongozi wananisikia hapa, viongozi wa huduma, viongozi wa ngazi mbalimbali, nenda kasome. Tumsifu Yesu Kristo. Nenda kasome hii habari ili upate kuimarisha imani yako. Kasome hii habari. Wakati Musa, wote tunaijua, amepanda mlimani kwa Mungu. Amepanda mlimani. Wakati ameenda mlimani, siku zinakaribia kushuka, zinakaribia kufika ili aondoke. Unaona wale ndugu wamekata tamaa. Wamekata tamaa kabisa. Na kitu cha kwanza hatutasoma. Tunaweza tukasoma mstari mmoja au miwili. Kitu cha kwanza Mungu alichomwambia nataka uunganishe. Sikiliza vizuri. Mungu alichomwambia Musa, akasema wale watu uliowatoa wamejiharibu nafsi zao. Hakwenda moja kwa moja kwamba Haruni katengeneza ndama ya shaba, Haruni kafanya hivi na akasema wale watu uliowatoa Misri wameharibu nafsi zao. Na hasira ya Mungu ikawaka. Na unaona Mungu anasema kwa Musa, anasema niache niwaondoa watu kwa sababu nimeona ni watu wenye shingo ngumu. Nitakuinulia taifa lingine. Musa akagoma. Musa akakataa. Na unaona Musa anashuka wakiwa na Joshua. Wakati anashuka, mahali alipofika Musa, alienda moja kwa moja kwa Haruni. Akasema wamekufanya nini hawa watu? Na unaona Haruni akijitetea. Anasema Bwana, hawa watu wewe mwenyewe umeona walivyojielekeza nyuso zao kwa hasira 1 2 3. Kwa hiyo mimi niliogopa. Na unaona Musa alichokifanya pale. Tumsifu Yesu Kristo. Baadaye unaona wakati Musa akarudi rohoni chap, akasema hivi, kila anayetaka kumrudia Mungu aje upande wetu. Usisahau kulikuwa na makabila 12. Likaja kabila moja la Lawi peke yake. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona Musa
akiwaamuru wale watu kwamba chukueni mapanga, kateni hao watu, teketezeni hao watu. Na wale watu bila hofu, bila woga, unaona wakachukua kweli mapanga, wakafanya walichokifanya. Biblia inasema wakaanguka watu kama 3,000. Ina maana wanaweza kawa walikuwa 3,000 au zaidi ya 3,000. 3,000 wakaanguka. Musa akihisi kwamba hawa watu wakiona wezio wamepigwa mapanga watarudi, lakini bado mioyo yao ilikuwa ni migumu, ilikuwa ni mizito kurudi. Sasa check Musa alichosema, akasema hivi, nitarudi tena mlimani, nirudi kwa Mungu ili nifanye upatanisho juu ya hii dhambi mlioifanya. Wale watu wamegoma, na kuja kugundua baadaye kwamba inabidi nirudi tena mlimani. Na yule ndugu akarudi. Wakati amerudi, na unaona namna walivyojibizana na Mungu, na akakaa pale akafunga na kuomba ili Mungu aiondoe ile adhabu na ile dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini nimesema hiki kitu? Kwa nini nimesema hiki kitu? Viongozi, sikilize, watu hasa kwenye huduma, hasa kwenye ngazi za huduma, Mungu asipokupa namna ya kuwaongoza watu aliyokupa, ukataka kuwabadilisha kwa namna unavyotaka, usirudi kwake kama Musa alivyorudi, japo tayari kulikuwa na uharibifu, kwa sababu itakupa shida. Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ya 15 mstari wa 12 hadi wa 14. Anasema hivi, Mathayo sura ya 15 mstari wa 12 hadi 14, anasema, ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo walipolisikia neno lile walichukizwa? Akajibu akasema, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Mstari wa 14 anasema, wacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza kuwa umepewa watu kwa ajili ya kuongoza, na unaweza kukuta kundi unaloliongoza wamejawa na malalamiko, wamejawa na manunguniko, alafu ukajikuta na wewe umeingia kwenye huo mtego, na wewe unataka uwajibu kwa njia ya malalamiko, kwa njia ya manunguniko. Uwe na uhakika kuna shida, kwa sababu lazima urudi kwa Mungu. Mwambie Mungu, umenipa kazi ya kuongoza hawa watu. Kama Mungu ana neno la kukupa kwa ajili ya kuongoza hawa watu, Mungu atakupa. Kama Mungu atakupa njia, kwa sababu kwenye maandiko, Zaburi 103 mstari wa 5 anasema, alimjulisha Musa njia zake, matendo ya wana wa Israeli. Kwa hiyo kama kuna njia, Musa alikuwa anaijua njia, lile kundi lote walikuwa wajui njia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kama ukakuta unakutana hicho kitu, lazima urudi kwa Mungu. Usije ukafanya hii mistake, urudi kwa kundi, ukasema nimesikia 1 2 3, nimesikia hivi na hivi. Rudi kwa Mungu, mwambie Mungu, hata kama siwezi kusikia, nisikilizishe leo, kwa sababu Mungu atajua unahitaji msaada. Anajua wewe ni mtoto, yeye ndio baba. Kwa hiyo ana kitu atakachokupa kwa ajili ya kundi. Sasa anajua unataka ili yeye avune, ili yeye apate matunda. Tumsifu Yesu Kristo.
Kwa lazima uimarishe imani yako. Wewe unaona nini? Wewe unatazamaje vitu? Wewe unatafsirije vitu vinavyokuzunguka, watu wanaokuzunguka? Tumsifu Yesu Kristo. Na wengine wana watu ambao anaweza kumpigia na kumshauri bila kupima ule ushauri umelenga kitu gani. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaingia kwenye maombi. Kitu mojawapo ambacho tutaomba wote, kila mmoja aombe kwa nafasi yake, na mimi nina uhakika Mungu atafanya sawa sawa na alivyokusudia siku ya leo. Maombi tutakayoomba, Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza ule mstari wa 17 mpaka wa 20, maandiko yanasema, Mungu wa Bwana wangu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa tutakachoomba, macho ya mioyoni, sio macho ya nje. Macho ya nje yanaona, yanatafsiri kwamba huyu fulani hiki kitu fulani, lakini macho ya ndani yana shida. Macho ya rohoni tutaenda kuyaombea, kwa sababu tathmini we mwenyewe muda wa sadaka unapofika, unatoaje sadaka? Na ndio maana kuda kwenye vikundi hakuna kukua kwenye sadaka, na matokeo yake ni kama vile tunafanana, kwa sababu kama tutamnyima Mungu kwenye sadaka, mtu akainuka kwamba aise, mimi nitamchukua huyu, nitachukua watu 6, nitawalipia mfuko wa upendo, huu mchango uliotajwa kwenye hiki kikundi, huu mchango nitawalipia wote. Watu wamekuwa na mioyo mizito, na saa nyingine unasema labda hatujajua faida ya kutoa sadaka, labda hatujajua, kwa sababu Mungu anajifunua kwenye sadaka. Kasome habari za Suleimani. Wakati ametoa ile sadaka, hakuwa na sababu ya kukana kumsubiri Mungu kwamba aseme nini. Mungu akamfuata kwenye ndoto, kwa sababu ametoa sadaka, na akamjibu huko huko, akasema omba. Lile neno omba lolote ilikuwa ni sadaka iliyoamua. Tumsifu Yesu Kristo. Sadaka. Kasome habari za Musa wakati amekutana na mzee Yethro. Yule mzee Yethro, unaona, anasema kwa habari ya hili jambo hili nyeti Mungu alilowatendea, maandiko anasema akaenda akatoa sadaka. Njoo angalie matokeo ya hiyo sadaka. Baadaye Mungu akajifunua. Yule alikuwa na miungu yake, Mungu akaenda kujifunua kwa mzee Yethro amsaidie Musa. Kwa nini Mungu akwenda kwa Musa moja kwa moja? Sadaka inavuta uwepo wa Mungu. Na shida, watu wanapandikizana maneno yanapita kwenye vikundi, yanaua mbegu ya Mungu. Watu ni watoaji, lakini sasa sio watoaji. Mtu saa nyingine anasukuma kumfanyia kitu fulani, lakini ameshasikia habari mbaya za huyo mtu, hana tena stamina ya kumsaidia huyo mtu, kwa sababu sadaka ndio tutaona matokeo kwamba umeona huyu mtu anavyofanikiwa. Sadaka. Wewe
mwenyewe hata saizi fukoni mwako ulichoandaa. Wala usiende mbali. Unakuta tu umedumaa. Nenda kwenye vikundi mbalimbali. Kama umepata nafasi kutembelea vikundi mbalimbali, nenda kaangalia hali za maisha yao. Nenda kwenye huduma, hali za maisha yao. Ni maisha yako chini. Sadaka. Huku Waswahili wanasema mkono mtupu haulambwi. Nenda kaangalia Mungu wakati amemtembelea Ibrahimu, ametoa ile sadaka. Ile sadaka ikafungua mlango wa Mungu kujieleza anachoenda kufanya Sodoma na Gomora. Akasema nimfiche huyu mtu. Kaachilia sadaka. Wale watu wakaondoka, wale wawili yakabaki. Sadaka ndio iliyombakiza pale. Miaka 6, miaka 10. Wewe ubadilike kwenye sadaka. 500 buku. Umeenda sana 2000 sababu wamekuhamasisha sana. Nao wito Mungu anaweka ndani ya mioyo ya watu ili watu wapate kubadilika. Sio kwamba watu hawana, ila ni aina ya mioyo ya watu walioibeba na aina ya maneno waliopewa. Ni kama mbegu zinakuwa. Akiona Mavika anatoa buku, asema na mimi natoa buku. Kwani vitu vidogo tuchangishane, tunachangishana. Lakini kuna mmoja tu anaweza akainuka mmoja. Yeye namwambiaga Mungu, huna watu kabisa. Namwambia Mungu, huna watu. Nenda kacheki mfuko wa upendo. Sio kwamba watu hawataki kutoa. Wengine hawana, wengine wanavyo. Na wengine wana uwezo kuwabeba hata watu 10, 20. Wana uwezo. Ila na hali ya mioyo, hali ya imani walizobeba zimejawa na ubinafsi. Nifanikiwe mimi na familia yangu, mbariki na huyu. Kwa sababu huyu akisema kama si mtu fulani, kama si fulani, nijitolee mfano, nisitolee mtu. Kama sio Mavika, unajua anayetajwa ni nani? Ni Yesu. Watu wanaosikiliza wanaona utukufu wa Mungu. Ila shida watu hawataki kubadilika, wanataka wahamasishwe. Uko kwenye wokovu miaka 6, miaka 10, unataka wahamasishwe. Roho Mtakatifu sawa, umemkataa. Maana yake kwa mfano mtu anaweza katoa ushuhuda. Sio kasema yule anayetoa ushuhuda kapanga. Sio ukajua kwamba yale maneno anayotoa yule mtu ameyapanga. Sasa nyingine unakuja kwenda kujitathmini. Mimi ndo nimeongea. Lakini kazi ya Roho Mtakatifu anaporuhusu watu watoe shuhuda, kuna watu inabidi waambatanishe hiyo shuhuda na sadaka. Kama Mungu ulimtendea huyu, na hakika juu ya hili jambo utanitendea. Ila kwenye sadaka watu wamekuwa wazito. Ni kweli tunaweza tukaomba masaa 12. Tunaweza tukaomba masaa 24. Tunaweza tukafunga. Kaangalia utendaji wa sadaka. Hali ni ile. Njoo mwaka ujao. Njoo mwaka huu. Tofautisha mwaka huu, tofautisha mwaka ujao. Kwamba nilienda pale IPG. Niliwakuta wako level hii. Saizi wako level hii. Tunataka kukua kiroho. Lazima tumwamini Mungu. Na siku ya Alhamisi kila mmoja andae sadaka. Kama hujawahi toa sadaka ikagusa moyo wako, andaa sadaka yako. Alhamisi, jambo lolote gumu ambalo unaona wewe huwezi kuvuka, gusa moyo wako. Kuanzia leo hii muombe Mungu kwamba nataka nikutolee sadaka, nataka kubadilika, nataka nibadilishe aina ya moyo nilionao, aina ya maamuzi nilionayo, aina ya fikra nilizonazo kwa njia ya sadaka. Utamwona Mungu akijifunua kwenye maisha yako kwenye sadaka. Kwani tunasoma tunafumba macho. Maandiko yanasema imani pasipo matendo imekufa. Hatuweki vitu kwenye matendo. Tunabaki tunanyoshana vidole. Fulani. Na ukishafanikiwa kidogo watu watakunyoshia vitu vidole.
Haijalishi umeokoka na una upako kiasi gani, watu watakunyoshea vidole. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya Alhamisi andaa sadaka yako. Na ukisoma, hili ni neno la Alhamisi, ukisoma kitabu cha Walawi, kitabu cha mambo cha Walawi sura ya 9 aya 6, nenda na hili neno kalitafakari. Anasema hivi: kisha Musa akasema, neno aliloliagiza Bwana kwamba mlifanye ni hili, na huo utukufu wa Bwana utawatokea. Kwa kila mmoja aende na hili neno, kaandae sadaka. Wala mimi sikuhamasishi, lakini Roho Mtakatifu aliyoko ndani ya moyo wako atakwambia. Wakati unaweza kugawanya, unataka utoe hiki, toa hiki. Kwa Alhamisi tutafanya kitu kwa imani, na una jambo gumu, ambatanisha kwenye hiyo sadaka. Siku hiyo itakuwa ni siku ya kuomba na kumwambia Mungu juu ya hizo sadaka, kwamba watoto wako wamesema ndio kwako, kile ulichokitaka wameitika, afu tuone deni libaki kwake. Hawezi akajifunua kwa Suleiman, hawezi akajifunua kwa kina Abili, hawezi akajifunua wapi na wapi, sehemu nyingi, akatuacha sisi. Mungu inabidi ajifunue mpaka PG zima washangae, jimbo la Dar es Salaam washangae kwamba wewe unatoka hapa. Anasema anatoka kwenye kikundi cha IPG. Imekuwaje? Mungu amekutana na Mungu na Mungu kambariki. Amen. Watu wamiliki vitu ambavyo hawajawahi kumiliki, ila shida uzito huko kwenye sadaka. Analiangalia tatizo kuliko kumtolea Mungu anayeweza kuyeyusha hilo tatizo kwa sekunde moja. Tusimame. Kila mmoja asimame.